Adonai, 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 Adonai Elohim, nafurahi. Wastahili, wastahili, wastahili. Baba wa Injili, umeenda maili mbili kwa umahiri. Siku zote wewe Baba sio katili. Wengi wanafikiri kwa adili jinsi ulivyo, wanaona utukufu, hawachoki kukusifu. Adonai, 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 Adonai Elohim, nafurahi. Adonai, Adonai, Adonai Elohim, nafurahi. Maandalio moyo ni ya mwanadamu, bali jibu la ulimi hutoka kwa Bwana. Hutoka kwa Bwana. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jibu la ulimi hutoka kwa Bwana. Hutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana upima roho za watu. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako, yatathibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, na mwatabaya kwa siku ya ubaya. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana. Hakika atakosa adhabu kwa rehema na kweli. Ovu safishwa kwa kumcha Bwana, watu jiepusha na maovu. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Afadhali mali kidogo pamoja na haki kuliko mapato mengi pamoja na udhalimu. Moyo wa mtu ufikiri njia yake, bali Bwana uziongoza hatua zake. Kukatakata maneno huwa katika midomo ya mfalme, kinywa chake kitakosa katika hukumu. Midhani ya haki na vitanga vyake ni vya Bwana, mawe yote ya mfukoni ni kazi yake. Wafalme wakitenda yasiyo haki ni chukizo, maana kiti cha enzi huthibitika kwa haki. Midomo ya haki ni furaha ya wafalme, nao mpenda asemaye yaliyo sawa. Hasira ya mfalme ni kama wajumbe wa mauti, lakini mtu mwenye hekima atazituliza. Kuna uhai katika nuru ya uso wa mfalme, na fadhili zake ni katika wingu la masika. Si afadhali kupata hekima kuliko dhahabu, naam yafaa kuchagua ufahamu kuliko fedha. Njia kuu ya mwenye haki ni kujitenga na uovu. Yeye ashikaye njia yake uhifadhi nafsi yake. Kiburi utangulia uangamivu, nayo roho yenye kutakabari utangulia maanguko.